Habari, mimi ni Daktari Njambu, mshauri mkuu wa upasuaji wa mifupa kutoka hospitali za Apollo Vanagaram. Leo nitazungumza juu ya polytrauma. Na polytrauma ni nini? Watu wanapaswa kufahamu, kwa sababu mara nyingi kuna tofauti nyingi kati ya jeraha la polyskeletal ambalo ni kutibiwa kama polytrauma. Wakati kuna fractures nyingi za mifupa, inaitwa jeraha la polyskeletal. Ni mambo gani unapaswa kujua kuhusu polytrauma? Jambo muhimu zaidi ni kwamba mgonjwa wa polytrauma anapofika kwenye chumba cha dharura, kuanzia pale mgonjwa anapochukuliwa kwenye eneo la tukio hadi kufikishwa dharura, mchakato mzima unapaswa kuharakishwa. Dereva wetu wa ambulansi mara moja anawasiliana au kuwajulisha timu yetu ya dharura ili wawe tayari kwa hatua inayofuata. Hivyo, mara tu mgonjwa anapofika, daktari wa dharura anachukua uongozi na anaingia kwenye picha na anafanya kile kinachoitwa ABG, yaani njia ya hewa, upumuaji na mzunguko wa damu, na kwanza wanamstabilisha mgonjwa. Kinachofuata baada ya njia ya hewa, upumuaji na mzunguko wa damu ni eneo la jeraha. Kwa mfano, kama jeraha la kichwa ndilo linalotawala na mgonjwa ana kiwango duni sana cha Glasgow Coma Scale, basi daktari wa upasuaji wa neva anachukua jukumu la kumhudumia mgonjwa na kuanza kuchukua hatua. Iwapo ni magonjwa ya mifupa, majeraha mengi ya mifupa pamoja na uhusika mwingine wa mfumo, tunatumia hali unayoita kama dawa za kudhibiti uharibifu. DCO ni nini? Tunaita kama DCO matibabu ya mifupa ya kudhibiti uharibifu, au njia nyingine unayoita kama utunzaji kamili wa mapema. Wakati wa kufanya nini? Hiyo inafanya hatua muhimu sana ya kugeuza matokeo ya mgonjwa. Iwapo tutafanya matibabu ya mifupa ya kudhibiti uharibifu au utunzaji kamili wa mapema, inategemea kabisa mambo mbalimbali wakati mgonjwa anapofika kwenye chumba cha dharura. Kwa mfano, kama shinikizo la damu la systolic, halafu ni vipimo vingapi vya damu vimetolewa, ilikuwa nini, upungufu wa msingi, kama alikuwa na asidi, mbali na hilo, kama kulikuwa na joto kali kupita kiasi, hypothermia. Joto kali kupita kiasi, hypothermia, ni moja ya mambo yanayoweza kumuua mgonjwa pale kuna hypothermia. Baada ya haya, tunachukua kiwango cha laktate kwenye seramu. Kiwango cha laktate kwenye seramu kikoje? Kuna mambo tunayozingatia kuamua matibabu ya mifupa au utunzaji. Tunafanya nini kwenye matibabu ya mifupa ya kudhibiti uharibifu? Pale ambapo kuna kuvunjika kwa mfupa mkubwa, hatutaki kumpa mgonjwa mshtuko wa pili. Mshtuko wa kwanza tayari umetokea wakati wa ajali ya barabarani. Mshtuko unaofuata ni kile tunachofanya hapa. Kwa hiyo, mshtuko wa pili haupaswi kutoka kwetu. Hiyo ndiyo inaitwa udhibiti wa uharibifu. Hatupendi kuongeza tatizo lingine lolote kwa mgonjwa. Kwa hiyo tunafanya utaratibu wa lazima tu ambapo hali muhimu za mgonjwa hazibadiliki. Wakati huo huo, matibabu fulani yanatolewa ili mifupa iweze kutulia. Kwa mfano, kama vile kutumia kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa. Badala ya kwenda kufanya upasuaji mkubwa wa kupandikiza msumari ndani ya mfupa wa paja au mguu kwa saa 2 hadi 3, tunatumia kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa na kumstabilisha mgonjwa. Na hata kama kuna kuvunjika kwa nyonga ambako kunasababisha damu kutoka, tunatumia kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa na kuhakikisha damu inasimama, hali ya hemodinamiki ya mgonjwa inatengemaa. Kisha tunamwangalia mgonjwa kwa saa 24 hadi 72. Huu muda tunauita ni wakati ambapo pigo la pili linaweza kutokea. Kuanzia siku ya 2 hadi ya 5, tunahakikisha mgonjwa ametengemaa, bidhaa zote za damu zinatolewa, kama vile patils au chochote kinachohitajika. Chochote kinachohitajika kinatolewa, na mara tu mgonjwa anapotengemaa, tunampeleka kwa matibabu ya msingi kama vile kuweka msumari au kurekebisha mfupa kwa ndani baada ya siku ya 5 au ya 6. Hata kwa kesi za kuvunjika kwa mfupa wazi, tunatumia kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa na tunasafisha jeraha na kuhakikisha mgonjwa hapati maambukizi ya aina yoyote, na pia tunatoa matibabu bora kwa mgonjwa. Kwa hivyo aina hii ya sera ya kudhibiti uharibifu wa mifupa au utunzaji wa jumla wa mapema hutumiwa kwa kesi ya polytrauma. Hii hutokea kwa uamuzi wa daktari wa upasuaji wa mifupa. Kwa hivyo niko hapa kukuambia kuhusu polytrauma na matibabu yake ya awali ya jinsi DCO au imetumiwa kwa mgonjwa wa polytrauma. Asante.